Nimekuja kutoa ujumbe kwa wale wote wa Tanzania. Kama upo katika nchi ya Tanzania na wewe ni Mtanzania ila upo Tanzania, uko uliko, Bwana anaita turudi kwenye maombi. Bwana anataka tukaombee nchi ya Tanzania kama maandiko yake ambavyo yameandikwa katika kitabu cha Mambo ya Nyakati mstari wa 2. Huu ndio mstari ambao Bwana amenipa. Mambo ya Nyakati Mambo ya Nyakati 2 sura ya 7 kuanzia mstari wa 13 na 14. Angalisho Tanzania, angalisho Tanzania. Bwana anataka turudi kwenye kutubu. Turudi kwa kumlilia Bwana ili aweze kufanya jambo katika nchi ya Tanzania. Wengi mmeshaona ni mambo gani yanayoendelea katika nchi ya Tanzania. Lakini bila maombi hakuna atakayeweza kuwasaidia Tanzania. Rais aliyopo katika nchi ya Tanzania, Mungu amemkataa. Kama vile hata manabii wengine ambao Bwana alishawatumia, Mungu amemkataa mkubali. Ni jukumu la kila Mtanzania kuingia katika maombi, kumlilia Bwana ili Bwana aweze kufanya jambo katika nchi ya Tanzania. Yamkini umezoea kukaa ndani, unategemea mtu mmoja asimame. Sasa ni wakati wa wewe kuamka, kuombea nchi yako ya Tanzania. Rais wa Tanzania Samia hana mpango wa kuachia madaraka. Rais wa Tanzania Samia amejipanga kweli kweli ili aweze kuonyesha vitisho kwa nyie ambao mmekuwa waoga, kwa nyie ambao mmekaa uoga, mtaki kuomba na kumtafuta Mungu. Bwana anaita Watanzania wote kuamka na kulia katika kuvaa magunia, kumlilia Bwana aweze kuleta rais mwingine. Mambo yanaenda kuendelea katika nchi ya Tanzania. Haya ulioyaona ni baadhi tu. Lakini msipoingia kwenye maombi, Bwana anasema mtangamia. Makanisani mmemtoa Yesu Kristo, mmeweka mambo yenu. Manabii wa uongo mmekaa mkisimama mkifanya mambo yenu. Bwana amekasirishwa na anatuma angalisho kwa kila Mtanzania. Kwa kila Mtanzania, mmeruhusu mashoga wanaingia katika nchi. Mmeruhusu kuongozwa na ibilisi. Bwana anasema afurahishwi na huyo rais mliye naye ambaye ni Samia na kundi dogo alilo nalo ambalo linaongoza hiyo nchi. Ni wakati wa kuamka. Kila Mtanzania sikia hii sauti. Ni wakati wa kuamka, wa kulia na kupiga magoti kwa sala ya toba. Kwani ni mambo mengi sana ambayo yanafanyika katika hiyo nchi na yampendezi Bwana. Na mmekaa mkiangalia, mmekaa mkimtegemea mtu mmoja mmoja. Bwana anasema ni wakati wa kulia kwa kulia na toba katika kitabu cha Mambo ya Nyakati 2 kwa sura ya 7 mstari wa 13 na 14. Huyo rais hawezi kutoka kwa maneno yenu ambayo mnaongea tu. Huyo Samia Suluhu hawezi kutoka kwa wewe kukomenti tu, kuongeongea huko online. Lakini ni kwenda kumtafuta Bwana kwa toba na kulia kweli. Kwani Samia ameandaa mambo mengi sana. Ameandaa mambo mengi sana, kumwaga damu sana. Na Bwana hafurahishwi. Hasira ya Bwana imewaka. Ni muda wa kila Mtanzania kurudi katika maombi. Ni muda wa kila Mtanzania kwenda kulia na kusaga meno. Laiti Bwana akiwafunulia macho muone ambayo mama yule ameyaweka, msingekaa kimya. Ameshaliteka jeshi. Ameshateka baadhi ya viongozi. Silaha zinaingizwa katika nchi yenu wa Tanzania. Mmekaa kimya, muongee kitu. Mmekaa kimya, msali. Mmekaa kimya, mmeendekeza na uoga usiokuwa na maana. Huo ni uoga wa kiujinga. Mmekaa mkitupiana mipira, huyo aongee. Lakini Bwana anasema ni wakati wa wote kuingia kwenye magoti na kuomba. Ibilisi aiachie Tanzania. Yule anayeongoza mnamuona katika utu, mnamuita mama. Yule ni ibilisi, ndio anayeongoza nchi yenu kwa sasa. Sasa unategemea nini? Mnaongozwa na ibilisi. Si mnaona damu zinavyomwagika?
Kuna mtu ameamka na kukemea. Si unaona watu wanakimbia nchi? Kuna mtu ameamka na kukemea. Akikemea anafanywa nini? Nyewe wenyewe mmejionea. Bwana anasema ni muda wa kurudi kwenye magoti Tanzania. Amkeni, amkeni, amkeni wa Tanzania. Amkeni, amkeni, amkeni. Hakuna atakaye kuja kuwasaidia. Ni nyinyi kulilia na kumlilia Bwana. Ni Bwana Mungu wa majeshi pekee ndio anaweza kuja kuwasaidia. Ni Bwana Mungu majeshi pekee, Yesu Kristo wa Nazareti, ndio anaweza kuwasaidia. Katika kipindi cha mwisho ni mambo mengi sana yanaenda kutokea. Mtakuja kutishiwa. Najua kuna tarehe mmeiweka kwa ajili ya maandamano. Wamejipanga kuwatishia, lakini msiogope. Endeleeni kuwa na umoja. Endeleeni kukaa kwenye magoti kulia kuomba toba. Na Bwana wa mbinguni atawawezesha. Kwa sababu wamejipanga sana. Mkimwacha huyu mtu aendelee, watu wataenda kuuliwa zaidi na zaidi. Mtakuja kutishiwa kabla hiyo tarehe 29. Iweke hii video sehemu kusubiria hiyo tarehe. Watawatisha kwa mabinduki, watawatisha kwa mambwa, watawatisha kwa kila aina ya vitisho. Lakini ingieni kwenye magoti mkimlilia Bwana. Ingieni kwa umoja mkishikamana kumlilia Bwana. Angalisho, angalisho Tanzania. Bwana amewapa ujumbe huu kwa muda mrefu. Bwana amewapa ujumbe toka mwanzo. Alinitumia kuambia kwamba Tanzania ipo ICU. Baadhi ya watu waliona lakini walipuuzia. Sasa Bwana anasema Tanzania imekwenda, imeshatekwa na ibilisi. Imetekwa na jambazi huyu ambaye anatumika. Mnamuona kama ni mtu, lakini sio mtu. Yule sio mtu. Na ana kundi lake dogo ndilo ambalo limeshikilia kila kitu. Sasa msipokaa kwenye maombi, mambo yatakwenda kutokea katika hiyo nchi. Ni ya kusikitisha sana. Vifo vitaenda kutokea na wenyewe wajali. Mnamjua anayeongoza nchi ni ule upande ambao maandiko yao yanaruhusu. Unavyoua ndivyo inavyotakiwa sasa kumuua Mkristo. Na ukiangalia huyo mama ambaye mnamuita mama, ameua watu wangapi? Amemwaga damu za watu wangapi? Na hakuna mtu anayeongea. Ni hakuna mtu ambaye anaingia kwenye magoti na kupiga kelele. Angalisho wa Tanzania. Angalisho, Bwana anaishi wa Tanzania. Ni muda wa kuingia katika magoti na kulia na kumlilia Bwana. Ni Bwana peke yake, Yesu Kristo, ndio anaweza kuwawezesha. Huu ndio ujumbe ambao Bwana aliweka kwa muda mrefu sana. Na sikutaka kuja hapa kuongea kimwili. Sikutaka kuja hapa kujileta mwenyewe. Sikutaka kuja hapa kuongea kwa sababu kuona ni mambo yanatokea. Lakini leo kwa uwezo wake, baada ya maombi, Bwana ameniambia nenda katoe ujumbe Maranatha. Watanzania amkeni. Mambo yanayokuja katika nchi yenu ni mazito na ni makubwa. Magari ya masilaha yameingia. Watu wanaingizwa katika nchi nyingine kuja kuitawala Tanzania. Nyie mko hapo mmekaa msali. Nyiko hapo mmekaa mnafuatilia makiki. Mnapenda makiki. Mnafuatilia kina Diamond, mnafuatilia Zushu. Zushu atakusaidia nini katika maisha yako wewe binadamu? Wewe kijana, umefaidika nini kwa kufuatilia hao watu wa shetani? Kama wewe unajijua ni Mtanzania, ni wakati wa kumtafuta Mungu Yesu Kristo kwa kiu, kwa toba, ili taifa lako liweze kukombolewa na Bwana. Hakuna mtu mwingine anaweza kuja kusaidia. Hakuna. Bwana aita onyo, angalisho Tanzania. Ingieni kwenye magoti mkiomba, mkilia na kusaga meno. Majanga makubwa yanakuja kutokea. Damu uliona imemwaga, mjaona kitu. Watu wataenda kuuliwa. Kutakuwa kuna msemaji. Yaani udikteta ambao mlikuwa mnausikia kwenye nchi zingine, ndio huko unafanyika Tanzania sasa hivi. Hakuna mtu wa kuongea. Hakuna mtu anaingia kwenye maombi. Hakuna mtu ambaye analia Bwana. Mko mnakaa mna comment. Mko mnakaa haisaidii kitu. Sawa, mnaweza mkasha, lakini lazima muingie katika roho, kuingia kupiga magoti na kumlilia Bwana. Jina la Bwana libarikiwe. Na huu ndio ujumbe. Na wale wote ambao mnakaa mnamuonya Samia lakini amuishi maisha matakatifu, mpo kwenye hatari sana. Nyie wote ambao mnakaa mnamkemea Samia, mnamkemea lakini nyie maisha yenu hayapo matakatifu. Nyie mnajijua bado mmeshikilia huku, mmeshikilia huku. Huu ni muda wa kumshikilia Yesu Kristo na kumuomba Bwana aweze kuikomboa Tanzania.
Sambaza huu